Kwa majina naitwa Felix Chakila, mkurugenzi msaidizi sehemu ya utatuzi wa migogoro, Wizara ya Katiba na Sheria. Tuko hapa mjini Kibaha kufanya mafunzo kwa mawakili wa serikali wa ofisi za mikoa kwa maana sekretarieti ya mikoa. Ni mafunzo ya siku 3 kwa lengo la kuwapitisha katika mbinu za utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Tunaposema utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala, tunamaanisha njia za maridhiano lakini pia na za usuluhishi ambazo hazihusishi matumizi ya mahakama. Na lengo la kutumia kwa kuwafunza kwenye mbinu hizo ni kuweza kutatua migogoro nje ya mahakama ambayo imekuwa mara nyingi imekuwa inatija kwa kufanyika ndani ya wakati, kwa kuokoa muda lakini pia kuokoa gharama kwa watu wenye migogoro. Mafunzo haya yamelenga kuwafundisha mawakili wa serikali kwenye ngazi za mikoa, kwa sababu wao katika ngazi za mikoa ni waratibu, kwa maana ndio kiungo cha wizara kwa maana ya TAMISEMI, lakini pia na halmashauri za wilaya au serikali za mitaa. Lakini sisi kama wizara kwenye upande wa haki kwa maana ya component ya haki, tumeona ni vyema sasa mawakili wa serikali hao wakapata mafunzo hayo ili kuweza kuwa nyenzo katika utatuzi wa migogoro. Nyenzo ambayo inatumika kwa maana ni utatuzi wa migogoro nje ya utaratibu wa mahakama, kwa maana wale wahusika ambao wana migogoro kati ya mtu na mtu, kunakuwa na mtu ambaye anahusika kuwasuluhisha. Kwa maana sasa inakuwa sio swala la kwenda nani kashinda nani kashindwa, badala yake inakuwa ni swala la kuweza kuwa na mtu ambaye ni watatu, kwa maana ambaye sio katika wale ambao wenye mgogoro, anakuwa anahusika kwenda kuwezesha mazungumzo kati ya upande mbili na hata kuweza kufikia mwafaka pasipokuwa na taratibu za kisheria ambazo kwa njia moja au nyingine zimekuwa zinaacha wahusika wenye mgogoro katika hali ya chuki, hali ya nani kashinda nani kashindwa. Sasa mbinu za utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala inajikita zaidi katika kuhakikisha kunaitafuta suluhu baina ya watu hao wawili na kuipata amani katika jamii. Mtu ambaye anahusika kwenye kutafuta maridhiano au suluhu kati ya watu wenye mgogoro katika mgogoro wote, si lazima awe ni mtu mwenye taaluma, lakini pale ambako inataka kuhusisha malipo, basi ni mtu ambaye anatakiwa kuwa amesajiliwa na kutambuliwa na vyombo ambavyo vinahusika kusajili watu wanaotakiwa kuendesha maridhiano. Lakini mtu yeyote anaweza akafanya, na kwa sababu hata sasa utekelezaji unafanyika kwa sababu zipo jamii katika jamii zetu, watu wanaohusika kusimamia maridhiano na usuluhishi katika jamii. Sasa hii si kwa mkoa wa Pwani tu, ndio maana tumeita mikoa yote, kwa sababu migogoro ambayo inatokea katika mkoa wa Pwani inashabiana na baadhi ya katika maeneo mengine, si Morogoro lakini pia kote, kwa sababu migogoro kama kuna watu na migogoro ya mirathi, kuna watu na migogoro ya ndoa, yote ipo katika Tanzania nzima. Kwa maana yake mbinu zinazotumika hapa zitaenda kutumika na wanasheria hao katika mikoa yote kwa jamii zote ambazo zinazunguka, hususan wale wananchi wa chini, ili waweze sasa kupata suluhu na kujiepuka na migogoro ambayo inaleta chuki katika jamii.